kijiji. Chupi, chupi, chupi. Maisha yangu yameharibika. Chupi ya kijiji, chupi, chupi, chupi na siri kubwa, chupi ni siri. We vipi? Yaani ndio umeamua kabisa kumuumiza rafiki yako Lydia? Nimedhamiria. Tena niko fasta kuliko fasta wenyewe. Kama jambo linawezekana leo, basi lipite leo. Lakini kumbuka ni rafiki yako yule. Urafiki utabaki kuwa urafiki. Lakini ni lazima nilete maumivu. Nataka nimwone analia. Nataka nimwone akitapatapa. Nataka nimwone anateseka. Sitaki afe, ila natamani nimwone yeye mwenyewe akitamani kuingia kaburini kwa mdomo wake. Kama ndevu. We binamu, Wewe Maisha Kisiki wewe. Unafanya nini hapo? nakula tabo yako. Toka hapo cha ujinga. Ila wewe mpuuzi. Mimi mpuuzi. Toka hapo utakupalazi wewe. Huo uoto au uoto wa asili? Wewe Maisha Kisiki. Mama yangu. Ina maana wewe Maisha Kisiki ameamua kuchukua hadi chupi yangu. Yaani kanichungulia, akaona hajalizika, akaamua kubeba hadi nguo yangu ya ndani. Ila ukweli laana. Sasa subiri na kufuata huko huko. Mpuuzi. Mwanangu, hayo ndio maamuzi ulioyafanya au unataka kuyafanya? Basi yawe ya ukweli. Nitakapoamua na mimi ujue hairudi nyuma. Hicho ndicho ninachokitaka. Sina moyo wa huruma kwa sababu nimedhamiria kufanya ukatili. Nataka nione machozi ya damu yakimwagika. Nataka nimuumize. Na sitaki afe. Nataka ateseke. Sawa, alete hiyo chupi. Aya, nenda ndani. Chupi yangu. Mengu! Mengu! Njoo. Nini? Chupi. Sasa chupi fanya nini? Chupi yangu nimeiona. Imepita hapa. Usubiri kwanza.
Sasa chupi kuna napita hapa kwamba ni mwizi kaishika, imekueje? Hapana mume wangu, imepita inaelea yenyewe, ndio maana mimi nimeamua nikuite. Usilete hadithi hapa. Kama kuna mchezo unataka kuufanya, basi wewe endelea kufanya. Elezo hadithi mimi sitaki kuzisikia. Sasa mume wangu, mimi nitakuficha nini lakini? Jaribu kunielewa japo kwa hili jambo la ajabu ninalokuelekeza. Ninakwambia chupi yangu kabisa. Naomba unisikilize Lydia. Chupi haiwezi kupita nje katika ardhi yetu. Inaonekana kabisa hiyo ni njia ya wewe kujitetea. Sasa nahitaji kitu kimoja, uniambie. Hiyo chupi imeenda wapi? Sasa mume wangu, mimi nitajua. Chupi ndio hiyo, nimeiona inapita hapo. Lydia, unanijua vizuri lakini sihitaji nikubadilikie. Niko ndani nimepumzika. Nakupa dakika hizi. Nahitaji majibu sahihi kuhusu hiyo chupi. Sasa mume wangu, mimi naitoa. Wewe. Shoga yangu, mimi kuna jambo linapasua sana kichwa changu, na mpaka sasa nimeshashindwa kuelewa nifanye nini. Mimi nimepotelewa na chupi, na sio mara moja. Sasa nimekuwa nikijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu, na hili jambo hili limekuwa likileta shida hadi kwenye ndoa yangu. Mume wangu hataki kabisa kunielewa. Anahisi labda mimi hizo nguo naziacha huko nje kwenye mambo yangu, lakini sio hivyo. Mimi mwenyewe sijui zinaenda wapi. Kwanza pole sana shoga yangu kwa yote. Sasa hili jambo linawezekana vipi? Au mwenzangu unapoenda kuoga labda unasahau? Maana wewe una mambo mengi. Hapana, sijawahi kusahau nguo yangu chooni, na hata kama nikisahau huwa natafuta mara mbili. Basi kama nimeisahau, kwa nini siikute? Kiukweli sasa hapo hata mimi naumia kichwa. Hilo jambo linawezekana vipi? Mimi nahisi kutakuwa na michezo ya ajabu. Kivipi? Ndio. Hamna, mimi natamani sana. Unajua nitaka kuanguka kwa ajili yako. Sura yako mjomba imeungua mimi. Kwa kweli nimekutamani sana. Tena nimeumia. Tena najichoma rohoni hapa. Jinsi nakupenda wewe. Nataka tufanye mapenzi wewe na mimi. Mbona stuka? Usishtuke, jambo la kawaida tu. Unanicheka au kunipenda au unanicheka kunidharau? Sasa mimi kwa siku zote na wanaume 9 ngapi na wanifikishi. Wewe ndio utaniweza vipi? Mimi yani kwa kutwa nzima bila 27 sijafika. Kabisa 27 sijafika rafiki yangu. We. Kabisa. Usiko unanitamanisha tu bure hapa mna kitu. Mimi kitu utakipata tena utakiona mwenyewe ndio utashindwa. Mimi nafanya hivi alafu yake ninakwenda pale nasogeza jua linakwenda. Kwa sababu nguo haiwezi kapotea tu. Kwanza toa hizo imani potofu. Kuna watu wanalogwa. Wewe mtu aje kukuroga una nini? Yaani hizo imani za kishirikina toa mbali kabisa. Yaani hapa au labda mwenzangu mule ndani mwako kuna mahali umeweka alafu umesahau. Dina, ile nyumba ni ya kwangu mimi. Kila kona ya nyumba naijua. Nimeshatafuta mpaka nimechoka. Chupi 2 zimeshapotea. Sasa hapa cha kufanya, hebu kwanza tulia. Punguza pressure.
alafu tuangalie ni kitu gani tutafanya. Wakati mimi naendelea kufuatilia upeleleza hili jambo, na wewe uwe pamoja na mimi ili tuweze kufanya hili jambo kwa usahihi. Sawa basi, ngoja mimi nirudi tu nyumbani. Poa, hata usijali. Msalimie Shem. Poa. Wewe mzee. Mimi si mzee bwana, mzee wa bako. Mimi mzee hapo nipo. Tunaona hali yangu. Bwana, maneno yako. Naitwa mzee Mchalo. Sio mzee ile jina la kazi, lakini sio mzee. Sio mzee? Sio mzee ile jina la kazi tu. Mzee kanipia. Mimi nakwambia mimi serious kabisa. Pointi zako utashindwa. Wewe mwenyewe utanishindwa. Bwana mzee, mtende kwenye pointi. Bwana mzee unaongea kweli. Mimi naongea kabisa tena, nimesema kwa makusudio yangu na kweli utanishindwa. Sasa hivi siku kuna kitu gani? Umeonaje roho yako imetulia? Kweli kama upo serious. Basi ndio hivyo. Kweli. Nakusudia kabisa. Wewe. Upo serious kweli babu? Serious kabisa. Kweli babu, serious. Sana. Nikikupa utaiweka? Sio kuiweka, nikishaweka mimi sitoi mpaka jua lina, na nitapoiweka rafiki yangu. Yaani nikishaweka hapa biashara imefunga. Tunaondoka. Jua linakuja pale, basi tunazidi kufuata baridi. Mpaka saa 12. Na hivyo ulivyokuwa na sura yako hiyo, nakwambia usiku hakuna haja ya taa. Usinyate meno bwana, tamka tu. Twende mara moja, kwani kuna kitu gani? Twende. Lakini sio guest, wajua twende hapo porini. Guest watu wengine sio wazuri. Sawa, haina shida. Tuelekee hata. Mama, mimi kuna jambo ambalo limenileta hapa na linanitatiza kila siku. Jambo gani? Ni kuhusu huyu binamu. Mama, mimi binamu anakuja kunichungulia hadi chooni. Ni haki yake kukuchungulia chooni, kwa sababu siku unaolewa wewe, ile hela yake alofunga mlango hajapewa. Yaani mama, sijakuelewa. Kwa hiyo mimi kakaangu kunichungulia chooni ni sawa tu? Ni sawa. Sasa mama, mimi nikajua we mtu mzima, labda ili utajaribu kuliweka sawa. Tena naona zidi kugongelea msumali pale pale, kweli. Wakati natoka shamba nakutana na chupi juu ya anga, ghafla ikapotea kwenye migomba. Na siku mbili hizi Lydia alipotelea na chupi. Labda itakuwa ndio hiyo. Sikiliza wewe, masuala ya chupi ya Lydia achana nayo na usiyafuatilie kabisa. Unamaanisha nini? Sio kila kitu unapaswa kujua maana yake, na tena ukifuatilia hilo utaona madhara yake. Nyuma yake sio kuzuri. Yaani ni jambo la kawaida. Tatizo liko kwenye hela yake. Mpeni hela yake, aache kukuchungulia chooni au aache kukusumbua. Vipi mume wangu akija kumuona? Au siku tu amkute ananichungulia? Unadhani nini kitaendelea?
Yaani kitatokea kitu cha kawaida tu, kwa sababu tatizo yake anadai hela yake. Kwa nini msimpe hela yake? Asikusumbue. Sawa, hiyo hela yenyewe ni shilingi ngapi? Shilingi 200. Kwa shilingi 200 ndio ina Yaani hiyo hela unaidharau, hiyo shilingi 200 hiyo ndio inokusumbua. Chupi ya kijiji. Hakuna sababu ya kuficha ukweli huu. Mke wako ni malaya, na anapotoka kwenda kwa mabwana zake huwa anasahau chupi, kwa sababu baada ya kumaliza kufanya tendo lake la siri, basi anakimbilia nyumbani. Ndio sababu ya kusahau chupi zake. Unajua sasa maneno yako kidogo yananiingia akilini, kwa sababu unajua mke wangu amekuwa na vitu vya ajabu sana. Hivi mama, unawezaje kuona nguo ikielea angani bila kushikwa na mtu wala nini? Kwa sababu ni kipindi ambacho hakuna upepo, hakuna kitu chochote kile. Anabeti kaiona nguo iko angani naelea. Inawezekana vipi? Yaani mimi sijawahi kuona. Sasa sikiliza kitu kimoja, mbane vizuri mke wako, ukweli utaujua. Mimi nakuamini mama, kwa sababu nyinyi ni watu wazima, mlishajua mengi kabla yetu. Pia nashukuru kwa ushauri wako mamangu. Sawa, asante. Sawa. Hivi Dina yupo? Hapana, Dina hayupo. Basi sawa, mimi nitoke mamangu, wewe akija msalimie tu. Haya. Mashakisiki, umekosea sana ndugu yangu. Sijawahi kuona mlamu mpumbavu kama wewe. Hivi unawezaje kuchukua nguo ya ndugu yako akiwa yuko bafuni? Alafu yule si mke wangu mimi. Wewe sana mdogo wako, lazima umwekee heshima. Lakini kile unachokifanya wewe umekosea sana. Yaani kwa nini umefanya vitu kama vile? Sio kwamba nacheka nimefurahi. Nimezoea kucheka cheka tu. Kiukweli ndugu yangu unanikosea adabu. Mlamu, unanikosea adabu na heshima ndugu yangu. Na kuheshimu kama ndugu yangu peke yangu kivyangu vyangu, nikakupa na mke wangu na naye usiku. Mimi nifikiri na feel nini hapa? Embu ashumu mimi naumia vipi katika moyo wangu? What do you feel? Ingekuwa ni wewe Mlamu ungefilaje hapo? Yaani mimi nakuacha unamuoa mwanamke ambaye ana ndoto zangu. Alafu unakuja na mimi nimechukua nguo yake ya ndani kweli? Naanzaje kuchukua nguo ya binamu yangu ya ndani? Ndugu yangu. Kiukweli hapo mimi nikosea sana walai. Kwa hiyo Mlamu, hivi unakisikia kile unachokiongea? Yaani mke wangu mimi ambaye ni mdogo wako wewe, binamu yako, unasema iko kwa mkeo? Yaani mke wangu mimi ni mke wako wewe. Mashakisiki, umenikosea sana ndugu yangu. Kwa sababu haiwezekani mke wangu mimi yuko bafuni anaoga, wewe kupita tu nguo yake ionekane. Haya sio maisha. Yaani umekosea sana Mashakisiki. Kwamba mimi nimechukua chupi yake sasa. Yaani mimi sasa nimekuwa ni mwizi wa chupi sasa. Yaani kwa tafsiri ya karibu, wewe ni mwizi kweli. Na kama sio wizi basi wewe ni mchawi. Kwa sababu nguo ya ndugu yako hawezi kuichukua akiwa kwa bafuni. Mlamu, naomba unisikilize vizuri. Hivi Mlamu, sawa mimi sina akili mimi, sawa. Sawa mimi za mwamwa. Sawa mimi mbwa koko, sawa nimekubali. Lakini ndio nichukue chupi ya ndugu yangu mimi niende nayo wapi sasa? Nikauze au nikaifanyie nini? Sawa mimi za kweli nikiona chupi kweli, nikiona chupi ya mwanamke kweli, nina matatizo najijua, nikiona tu hivi najijua. Lakini ndugu yangu kweli sasa ndio ndugu yangu. Naomba unisikilize. Mimi mke wangu sio kichaa. Anajielewa na akili zake timamu tu. Yule ni ndugu yako wewe. Kwa nini ukamchungulia chooni? Na ulikuwa na maana gani kumchungulia? Bana kama una kifua mimi nitakwambia ukweli. Mimi bora nikuchane. Mke wako mke wangu mimi kibinamu, lakini acha nikuchane. Mama, afadhali nimekuona. Kuna jambo nataka nikwambie. Kama hautojali, unaweza ukanisikiliza. Mama, mimi nimepotelewa chupi yangu.
na hii sasa ni mara ya pili. Mara ya kwanza pia ilipotea. Sasa hivi tena na siku kadhaa sioni. Sijui ni nini kinaendelea, lakini kila ninapojaribu kumwambia mume wangu amekataa kabisa kunisikiliza. Ndio maana naona nikwambie jambo hili wewe kama mtu mzima, labda kuna kitu unaweza ukanisaidia. Sasa mimi nikusaidie nini? Mama, wewe ni mtu mzima, ndio maana nimeamua kukimbilia kwako. Sijataka kulitoa jambo hili huko nje. Huo ni umalaya, kwa sababu wewe unatembea ovyo, leo kwa bwana huyu, leo kwa bwana huyu, leo sasa umepotelewa na hiyo chupi. Umalaya? Sasa mama, hapo umalaya unatoka wapi? Lakini nataka uwe na kifua, wewe ni damu yangu. Yule mwanamke yule, mimi ndo namjua vizuri kuliko wewe ndugu yangu. Mtafute Mambi. Mimi nimesikia kabisa kwamba Mambi ndio alimpelekea moto mpaka akakimbia akaacha nguo zake kule kule. Alafu Mange anazitembeza hivi mtaani anatangazia kwamba mke wa mtu mimi napita naye. Mimi imeniuma. Mimi hapa nikimwambia yule binamu yangu ndio kama namtukana. Ndio maana mimi sasa naona nikwambie wewe kama mwanaume mwenzangu ukamwambie yule mkeo. Sikudanganyi katika hilo. Wataka uniambie huu ujinga ambao umeufanya kuna mwanzo unashirikiana naye, si ndio? Yaani mke wangu mimi kuna hayo mambo yote ulikuwa unayajua na bado mkaamua kuniozesha. Kwa hiyo tabia za ndugu zako unazijua, si ndio? Ujinga tena. Kwa mimi nimekosea sasa. Nimekosea kukwambia. Nakwambiaje? Sawa. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Aliyakuwa mimi nakwambia jambo ambalo liko serious. Basi mwanangu, nimeongea tu masiala. Ngoja tulifanyie kazi, tuitafute, tutajua tu ilipopotelea. Maana mimi kwa utu uzima wangu huu sijawahi kuona kitu kama hicho. Sawa, ndio maana nikaamini utu uzima dawa. Nitashukuru sana endapo utanisaidia. Sawa. Uwe na wakati mwema. Haya, na wewe pia. Kijiji sio kila rafiki niwa kumwamini, wengine wanafi hawapendi kuona unafurahi. Hicho ambacho umekifanya mimi nitakuadhibu. Basi sikia basi. Binamu, mlamu wangu, sikiliza. Unajua kiu binadamu tu. Tena samani kwa nitakuwa yazungumza. Niko serious kabisa mlamu wangu. Unajua yule mwanamke usingemuoa wewe. Hicho kama mimi ndo nimuoe. Kwa wewe mlamu wangu umenichukua mimi tunda langu mlamu. Ombi langu kwako. Unaonaje basi? Wewe uichape kwa mlamu kwa binamu yangu afu mimi nibaki na wewe pale maskani siku moja unakula tupumzike. Najua kuimba nyimbo nitakuimbia Makonde nikumiminie mlamu. Unamaanisha nini? Sasa si tuna wewe kule mimi kwako, mimi ndo kama wewe kwa yule kule. Mimi nije kwako, si ndio? Yaani mimi ndo mwanaume mwenyewe sasa. Afu ila sindamaanisha wewe mwanamke. Basi sawa. Mimi nitakuonyesha. Bro. Kuna vitu vingi sana vifanya kwenye maisha yangu. Na mimi najua, sio kwamba sijui. Lakini unanikosea sana. Mimi kwamba unatembea na mke wangu mimi najua. Lakini hiki ambacho umefikia sasa ni dharau. Kwa sababu mke wangu tembea naye lakini bado nguo ambayo nimenunua kwa thamani zangu unaamua kubaki nayo. Kaka, imefikia wakati sasa hivi mke wangu arudi na chupi nyumbani. Lakini yote wewe ndo tatizo. Na kwa nini unafanya vitu kama hivi? Nisikilize basi. Mpenzi wako wewe sio vitu vyangu. Mimi na vitu vyangu bro. Tuheshimiane na kuheshimu. Mimi nikae na chupi za mke wako. Mimi hapa.
Blaza, usinivunjie heshima sawa? Na kuheshimu. Oa kaka, mimi naongea hivi najielewa. Unanielewa? Mimi naongea hivi mimi najielewa. Alafu mimi ni mtu mzima. Labda naongea hivi kwa kuwa upande wangu wa pili wao hujui. Kaka, kama tumezaliwa chini ya ardhi ya vumbi, nao uwezo wa kufanya kitu chochote kile kwako, na baadaye kaja kuwa ni madhara, na kuonya kwa mara ya mwisho, naomba uachane na mke wangu. Kama vingekuwa vitu vyangu hivi saizi tunavyoongea, angekuwa kwangu mimi, sio kwa wewe tena. Na maumivu niliyokuwepo nayo, oya kaka, utanichukia mwanangu. Nadhani hata wewe unifahamu, na mimi mtu mwingine tofauti unavyozani wewe. Sisi nikakubadilikia hapa nikakuharibu, na sitaki siku iishe vibaya. Sitaki unifuatilie. Sikio la kufa lisiki, dawa mengi yalisemwa, nikaona masihala.